Tunafahamu kwamba ulijihusisha kwa siasa za moja kwa moja kwa tiketi ya UDA katika uchaguzi wa mwaka 2022, japo hukufanikiwa kupata kuchaguliwa, lakini serikali kuu kupitia Rais William Ruto uliweza kupata kazi katika afisi ile ya AFC. Pengine kwa manufaa ya mtazamaji, AFC ni nini na jukumu lako ni gani na unajivunia nini pale ndani, na mkazi wa kaunti ya Taita Taveta amefaidika vipi? No, asante sana. Mimi na kweli ni kwamba nilijihusisha na chama cha UDA, na pia niseme kwamba watu wengi na ni kitu ambacho hatujazungumza hadharani wakati mwingine, lakini tulianza kujihusisha na chama cha UDA pale kilipokuwa bado kiko jikoni. Ndio nakuta hata hivi sasa katika NEC ya UDA kuna mmoja wetu ambaye yuko pale. Ni kwa sababu tulianza kujihusisha kikiwa bado jikoni, ndio tukaweza kuingiza mmoja wetu awe yuko pale, na yuko pale kuangalia maslahi ya watu wa kaunti hii. Kweli matokeo ya 2022 yalikuwa jinsi yalivyokuwa, na sisi tukakubali hayo matokeo, manake kura ni maamuzi ya wananchi wa kaunti hii, na sasa huwezi kwenda kubishana na wao kuambia kwamba kwa nini mlifanya hivi. Kwa hiyo tukamaliza, tukaendelea na mambo yetu. Alafu baadaye nashukuru kwamba rais akaona kwamba nafaa niweze kuhudumia wananchi wa Kenya katika kiwango cha kama mwenyekiti wa kitaifa wa shirika la AFC, na ni shirika ambalo, na nitazungumzia kidogo, ni shirika ambalo jukumu lake ni kusaidia swala zima na pana la kilimo kwa kutoa mikopo kwa wafugaji, kutoa mikopo kwa wakulima. Na nikisema ufugaji ni chochote kile ambacho unafanya maamuzi kufuga, kuanzia sungura mpaka ngamia na vitu vyote hapo katikati. Kilimo vile ni kilimo chote kile, kiwe ni cha uyoga ama mushroom, kiwe ni kilimo cha ndizi, cha mboga, cha matunda, kitu kama kahawa, pareto, viazi, macadamia, maembe, vitu vyote hivyo ni kitu ambacho ni sekta ambazo unaweza kupata pesa kutoka kwa shirika la AFC. Na niseme kwa sasa bado hapa kwetu watu hawajapokea hilo swala nzima la kukopa pesa ili uweze kufanya kilimo. Lakini wacha nizungumze kitu kimoja ambacho hata mimi nilikuwa sikijui mpaka nilipoingia katika shirika la AFC. Mimi kule nyuma nilikuwa najua kwamba wale wakoloni ambao walikuja Kenya wakawa wameshika mashamba makubwa, nilikuwa najua kwenye akili yangu kwamba walikuja na pesa. Wakapewa ardhi, wakatengeneza Voice Isle Estate ya Mwatate, wakatengeneza na hizi za Taveta na kwingineko. Wakalima pareto, wakalima chai, wakalima kahawa. Lakini sasa baadaye ndio nimejua kwamba hili shirika la AFC lilibuniwa mwaka wa 1931, na malengo yake ni kama yalivyo hivi sasa. Ilikuwa ni kukopesha wakulima na wafugaji pesa waweze kulima vizuri. Sasa hiyo inatuambia nini? Inatuambia kwamba wewe uwe ni mzungu, uwe ni Mwafrika, lakini wewe kuweza kufanya kilimo vizuri na cha nguvu unahitaji mtaji. You need capital. Sasa wale wazungu waliokuja hata na wao walikuwa hawana capital, ndio sheria ya ukoloni wakati huo wakabuni hili shirika liweze kuwasaidia. Sasa na mimi ombi langu ni kwamba hata na sisi wale wakulima ambao tuko hapa katika kaunti yetu, ni vizuri kuelewa kwamba ukitaka kufanya kilimo cha nguvu vizuri, lazima uangalie kwamba capital utaitoa wapi. Kuna watu wana bahati katika familia zao, vipesa wako navyo, kwa hiyo capital wanaweza kuitafuta wao wenyewe kutoka kwenye mifuko yao, lakini idadi kubwa ni kwamba hawana, na ndio maana mashirika kama hayo, ili shirika la AFC likatengenezwa na serikali na mpaka sasa liko kuweza kuwasaidia kama mahali pa kupatia mtaji, mahali pa kupatia capital ya kuweza kupanua kilimo. Kwa hiyo pengine changamoto imekuwa ni gani kwa sasa mkulima ama mfugaji wa kaunti hii, pengine yule wa chini kufanikiwa kupata mkopo? Changamoto na niseme
kwanza nilipokuwa nikiangalia mikopo ambayo imetolewa nikifananisha zile branches, yale matawi ambayo yako pwani, na nikifananisha na branches matawi ambayo yako mfano maeneo ya Central, Mlima Kenya na Bonde la Ufa, Rift Valley, unaona kwamba zile branches zingine, zile ofisi nyingine kule, unakuta kwamba watu wanaokopa pesa idadi iko juu, kiwango kiko juu kuliko hizi branches za pwani. Sasa nikaona mimi kuweza kusaidia watu wetu ni kufanya mikutano. Na mikutano tumefanya mkutano Mata, tumefanya mkutano Rekeke, tumefanya mkutano Kitobo, tumefanya mkutano Eldoro, tumefanya mkutano Maho, tumefanya mkutano Chala na Lumi na Njukini, tumefanya mkutano Bura, tumefanya mkutano Mruru Manganga, tukafanya Dembwa, tukafanya Sagala, tukafanya Ndome, tukafanya Bundanyi, tukafanya Veruga, tukafanya Mkamboni, na mingine bado tumeipanga. Nisisahau na Kasigau na Marungu tumefanya juzi. Na sehemu nyingine za kaunti yetu, na nitasema ni kwa nini, sehemu nyingine za kaunti yetu mnaanza mazungumzo vizuri na watu na wanaelewa na kwamba wanaweza kusaidika na shirika la AFC mpaka ije ifike mahali sasa ambapo mnazungumzia kwamba mahitaji, requirements ni nini ili mtu aweze kukopeshwa. Unapogusia title deed, unaona sura za watu zinabadilika. Ukijaribu kuwasukuma, unaona wananyosha mkono na kuambia, je, ikiwa title deed iko kwa jina la babu yangu marehemu ama baba yangu ambaye ni marehemu, je, hiyo inaweza kunisaidia mimi kupata mkopo? Na ukweli kabisa ni kwamba haiwezi. Haiwezi. Sasa hiyo jambo limekuwa sugu, linatatiza sana. Sasa kwanza pia nikawa nafikiria kwamba hiyo shida iko Taita Taveta peke yake. Nikafanya mikutano miwili kaunti zingine. Nikafanya mkutano mmoja Kwale, tatizo ni hilo. Nikafanya mwingine Kilifi, tatizo ni hilo. Nikafanya mwingine Bungoma, tatizo ni hilo. Nikapigia rafiki zangu wa Komeru, nikauliza hii tatizo hili kwenu liko? Sema liko kubwa, Makueni hivyo, Nyeri hivyo, Nyamira hivyo, Kisii hivyo. Kwa hiyo hili tatizo ni tatizo la kitaifa, kwamba wakati watu wamefariki, ile ardhi ya urithi kuweza kubadilishwa majina, title deed kubadilishwa majina, iende kwa wale ambao wamebakia hai, imekuwa haifuatwi sana. Na utafiti ambao umenionyesha pia ni kwamba sio kwamba watu hawataki, lakini hiyo njia ni ndefu mno. Unaambiwa paka uende high court. Sasa wajua kama sisi hapa Taita Taveta, ukiambia mtu aende high court, anajua kotini ni ya uhalifu. Sasa tayari hiyo inamdiscourage, inamvunja moyo. Sasa huko nitaenda kufanya nini? Alafu ya pili, koti kama zile huwezi kujipeleka peke yako, mpaka uwe na wakili, na gharama zake ni 200,000, 300,000. Sasa watu wengi wa kawaida hizo 200,000, 300,000 hawana. Maana kana kuambia sasa, kama niko shambani hapa na naishi na lima, kwa nini tena nitafute 200,000 ya kwenda kupatia wakili? Sasa unakuta wanabakia vile. Na sasa hiyo ni kwamba hawezi kupata mikopo, kilimo chake itakuwa ni kidogo. Kama kuna mtu yuko kotini ambaye anahitaji msaada kwenda kusaidiwa atoke, hawezi kutumia ile hati miliki kwenda kuiacha kama dhamana. Sasa unakuta kwamba yale mashamba hawayasaidii vizuri kama wangekuwa wameweza kubadilisha jina. Na juzi tu nimekutana na mama moja ambaye nimemjua tangu kitambo. Kwao walizaliwa wawili, yeye na kaka yake. Baba yao kafa, huyo kaka yake pia na yeye akafa. Sasa huyo mama, na ni mama umri wake kama miaka 70 hivi, amebakia yeye na yale makaratasi. Sasa wasiwasi wake, anasema yeye akifa hajui kama hawa watoto, hawa wajukuu watakaoacha wataweza kweli kulinda yale mashamba. Na kuna hatari kweli kwamba hayo mashamba kama hayo yasipobadilishwa haraka, baadaye hujui patakuja ukora aina gani. Watu wakaingia katika ofisi za land huko, wakijua yule mwenye shamba alikufa, wakijua kwamba watoto wake, offsprings wake pia wamekufa, wakaenda wakafanya ukarabati huko na yale mashamba yakapotea. Kwa hiyo tusipotibu hili tatizo,
ni kwamba kuna watu wengine, kuna hatari ya vizazi vinavyokuja kuweza hata kupoteza hiyo ardhi ya urithi. Yeah. Na kweli naona hilo ni swala zito, na siku nyingine pengine tutakutafuta tulichambue kwa undani.